Bwana, wekundu wa Msimbazi Simba wanaendelea kuboresha kikosi chao kama ambavyo nilikuletea tetesi za Ansset Oura, raia wa Ivory Coast. Bwana, rasmi klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imekamilisha usajili wa winga wa Ivory Coast Ansset Oura mwenye umri miaka 26. Bwana, Ansset Oura ameingia Simba kama mchezaji huru baada ya kumaliza mkataba na klabu yake ya IF Jinistan ya Finland. Bwana, mchezaji huyo ana uwezo mkubwa wa kucheza kama winga na namba 10. Kwa hiyo hili ni ingizo la kocha mkuu wa Simba Steven Becker, kwani wamewahi kufanya kazi pamoja pale ndani ya kikosi cha Stellenbosch. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba bwana wamevuta winga mwingine baada ya ujio wa Clatous Chota Chama, lakini pia Libase Gueye. Simba ameongeza nyota mwingine hatari la wa Ivory Coast Ansset Oura ambaye amesaini ndani ya kikosi hicho. Bana, ni winga ambaye anaweza akacheza kama kiungo mshambuliaji. Ni mchezaji huru ambaye amemaliza mkataba na klabu yake ya IF Jinistan ya Finland. Unaweza ukasema huu ni bara jipya mjini ama ni bara jipya kwenye ligi ya NBC. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba bana, mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kumtambulisha Ansset Oura kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, wametangaza kukamilisha usajili huo na kuthibitisha kukamilisha usajili huo wa kiungo mshambuliaji Ansset Oura kutoka IF Jinistan ya Finland kwa mkataba miaka 2. Bwana, Oura mwenye umri miaka 27, raia wa Ivory Coast, ana uzoefu wa soka la Afrika. Amewahi kutumikia timu za ASEC Mimosas chini kwao pamoja na Stellenbosch Afrika ya Kusini. Kwa hiyo Simba Sports Club bwana imekamilisha usajili huo wa Alan Ansset Oura mwenye umri miaka 26, aliyewahi kung'ara na klabu za ASEC Mimosas ya Afrika Kusini pamoja na Stellenbosch kama ambavyo nimekujuza. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa Simba Sports Club nimepita kutazama comment kuona pengine mapokeo ya nyota mpya wa Simba Ansset Oura yamepokelewaje. Bana, kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wamechapisha picha ya Ansset Oura, alafu wakasindikiza na maneno yanayosomeka karibu Simba Sports Club Ansset Oura. Kupitia kwenye ukurasa huo nimetazama comment kuona mashabiki wamepokeaje usajili huo. Huyu ni Uncle Zala, moja kati ya mashabiki wakubwa sana na content creator wa mitandao. Yeye anasema kumbe ndio huyu stress basi ndio ambacho amemaliza kuzungumza. Huyu anasema sawa, karibu Tanzania, nchi ambayo Tanzania wote ni mashabiki sawa. Mnasema huyu kipa noma sana. Mnasema karibu sana Msimbazi, fundi wa mpira. Mnasema usiku ni mrefu, lolote inaweza likatokea, alafu tufunike kwa rehema na baraka zake, atuhifadhi atulinde mpaka alfajiri. Bana, pointi 9 zetu tunachukua round hii. Mnasema huyu naye ni European material. Mnasema mtaalamu. Mnasema walete. Mnasema pale Ivory Coast walikuwa wanamuita Katapila. Kuna mechi akiamua anacheza peke yake, anacheza peku. Mnasema bara jipya mjini, welcome Oura. Mnasema tunaomkaribisha kijana huyu kwa moyo mkunjufu, weka kopa hapa. Mnasema karibu sana unyamani Ansset Oura. Mnasema wameisha, huyu sijua anacheza nafasi gani ila anajua bora hatari. Mnasema mawinga wengi kama tunataka kufungua duka sawa. Mnasema haina noma. Mnasema ikichuma cha wapi tena. Mnasema huyu nasikia anafunga hata akiwa bench. Mnasema mwendo ni ule wa ndani wa nje acha tuone. Mnasema kama unapenda Simba gonga like hapa. Mnasema huyu jamaa nimemfuatilia game zake 3 za mwisho wanangu, kusema kweli sawa. Mnasema Simba huyu jamaa noma, anafunga huku kwa akafumba macho, lakini akifunga hashangilia, anaacha mashabiki washangilie. Mnasema ameanza kule sawa. Mnasema wanangu wa mikeka sawa. Mnasema kama unaamini huyu atatuvusha robo finali gonga like hapa. Mnasema tunaona mengi msimu huu. Mnasema mimi ni Simba mpaka siku nitakapowekewa msalaba. Mnasema mchezaji huru lakini hakuwa na timu. Mnasema mali hiyo. Mnasema hatujamaliza bado. Mlete na Loemba. Bwana Loemba pia anatajwa kutoa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mnasema sio usajili tu na mabadiliko yatokee, tumechoka, tumeshazoea sasa hamna jipya, tumechoka, fanyeni kitu. Mnasema free agent tena dirisha dogo, ogopa matapeli. Mnasema anatokea wapi huyo mwamba? Bwana, huyu ni nyota ambaye anatokea ndani ya klabu ya IF Jinistan ya huko Finland ambako alimaliza mkataba. Kwa hiyo lakini pia ni raia kutoka pale Ivory Coast. Mnasema siku Beka kiondoka aondoke na wachezaji wake. Mnasema mtambo wa assist na magoli. Mnasema huyu ni tumepata mchezaji.
Bwana, hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kuachia usajili wa nyota Anseti Oura ambaye amesajiliwa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, unaweza ukawa umepata kitu pengine, baadhi ya nyota ambao wanasajiliwa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, unaona kabisa kwamba kocha Steven Becker ni mapendekezo yake kwa sababu ya kufanya kazi nao. Tunafahamu kwamba Ismail Tule ambaye amesajiliwa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba amewahi kufanya kazi na kocha Steven Becker ndani ya klabu ya Stellenbosch, lakini pia Anseti Oura pia naye amewahi kufanya kazi na Steven Becker. Kwa unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo kocha analeta wachezaji ambao anawafahamu, ambao anajua kabisa kwamba atawatumia wapi. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona pengine sajili hizi ambazo Simba amezifanya kwenye dirisha hili dogo la usajili kama zitawafikisha huko ambako wanatamani kufika. Lakini itoshe kusema kwamba Wekundu wa Msimbazi Simba wanaendelea kushusha vyuma, na ni vyuma kweli kweli. Paka sasa Simba wanakamilisha usajili wa nyota kadhaa kwa maana ya Nixon Kibabage, Libase Gueye, Clatous Chota Chama, Ismail Tule, lakini pia Jibrila Kasari pamoja na Anseti Oura anakuwa ni nyota wa 6 kutambulishwa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Tetesi bado ni nyingi, tetesi bado zipo ambazo zimeendelea kuhusisha Wekundu wa Msimbazi Simba na baadhi ya nyota, na nimeona pia moja kati ya tetesi ambayo ipo na inazungumzwa kwa Wekundu wa Msimbazi Simba bwana, ni ya nyota kutoka ndani ya klabu ya Colombe Sportive du Ja et Lubo, kama ambavyo nilikujuza, anaitwa Ino Jospin Luemba. Huyu ni raia kutoka pale Congo Brazzaville. Kwa hiyo ni moja pia kati ya nyota ambaye anatajwa kutoa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kinacho fanyika kwa sasa ni Simba kuendelea kuboresha kikosi chao. Tunafahamu kwamba bado wanakabiliwa na michezo ya kimataifa klabu bingwa barani Afrika mpaka sasa hawana point, na wamesaliwa na michezo mitatu, na michezo yote wanatakiwa kushinda ili kujiweka nafasi nzuri ya kutinga hatua ya robo finali. Huenda usajili huu ukawa ndio mikakati mkubwa na malengo ya kuwafikisha hatua robo finali. Ni kusubiri na kuona pengine nini ambacho nyota hao wapya, lakini tumeona Libase Gueye akikiwasha na wanasema yaliyomo yamo. Tumeona namna ambavyo anaweza kukokota mpira, lakini namna ambavyo ana kasi. Kwa hiyo Libase Gueye ni moja kati ya nyota mpya ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambaye tayari tumemwona. Clatous Chota Chama tumemwona tayari, tunajua uwezo wake. Nixon Kibabage tumemuona goalkeeper mpya Jibrila Kasari pia tumemwona akicheza dakika zote 90 dhidi ya Express de Tunis, lakini pia tumeona Nixon Kibabage kikiwasha. Kwa hiyo kama Simba watawapa muda, pengine nyota hawa wapya huenda Simba ile ambayo pengine mashabiki wa Simba wanaitaraji na wanaitamani huenda ikarejea kutokana na aina ya nyota ambao wanasajiliwa ndani ya kikosi hicho. Unaweza kadondosha komenti yako pia ukaniambia pengine usajili wa Anseti Oura kutoka ndani ya klabu ya IF Ginistan ya Finland na raia kutoka Ivory Coast umeupokeaje? Unadhani ni moja kati ya usajili ambao ni sahihi?